Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 17 mai 2025. Voici les titres de notre commentaire d'aujourd'hui. Donc, on va commenter sur l'interview. Ou bien, on va faire la comparaison entre l'interview de Coroner Corneille Nangaa et l'article de l'Afrique Arabia. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, Mswahili tumeanimisha uwezaji kumwoji Corneille Nangaa ubia Coroner Nangaa na article ya Africa Arabia. Njo tutapima kukomante juste tusikie hii media hii article inasema na bienange konasema eske binafanana eske binabebana. Pardon, ngali na flu mtanisikize. Eske biko correct. Kama kawaida msisahau kulike, kusubscribe na kushare. Ili kazi ya Bwana ipate kuendelea, bila vile kazi ya Bwana itaendelea. Donc avant ya kuanza kukomenter comme d'habitude, donc tolanda nano hii petite interview iko mkiingereza, tutakamata tu ni quelques donc mots ya Corneille Nangaa et puis tunatambe donc sujet yetu tolanda nano. For reasons. First one, we have a failed state, and Tshisekedi has been the contributor to failed states. He has destroyed the army, he has destroyed the police, he has corrupted all the administrations. We are fighting for justice. But the second reason, Tshisekedi is illegitimate. He has never won any elections. And putting all the people, the opposition in the prisons, we all know it's just unacceptable. The third reason is bad governance. They steal money. They divide Congolese. They are tribalized and all those things. But the main and the fourth reason, to divide people, he has taken as a tool to say that there are some Congolese who are not Congolese. He denies citizenship to Tutsi people especially. There are killings all over the country. There are a lot of refugees, Congolese living abroad. Yes. And is not willing to deal, to address the situation. There are so many people in DRC, just because either they speak Kinyarwanda, or I don't know, they have the kind of face they look at. Then they say they are all Rwandese. So these are the reasons why there is this crisis today. Tshisekedi is a liar, a professional liar. And Tshisekedi is a thief. And the way he has been managing the country, putting his own family, putting his own tribe. I told you that in DRC, we are about 450 tribes or ethnic groups. Wow. So when you manage a country like DRC, you cannot bring the whole country to your family, to your tribe, to the people around you, to your friends. You can see in our movement, Congo River Alliance, M23, as you have seen here, all the tribes, all the regions are represented in this. This is Congo. We can solve this kind of problem on institutional way. So we come together, we see the problem, we address the problem. But he has taken all the institutions as just, I don't know, they have put everything away. He's a dictator. So far as he became a president, he thought that he's now strong. He has sent a lot of people in exile. More than 200 personalities today are in exile, even the former president. Wow. Yes, he has killed a lot of people. And even ourselves, we are already in danger. This is where we flee, we went out. So the only language he hears, it is force. And this is why we are fighting to liberate the country and then to set up, to refound the state. People want to go to Europe, you want to go to US, migrating, you know why. Huyo ni Corneille Nangaa huyo. Ndiye Corneille Nangaa. Na interview yake
Bon, on a comme juste un comporté comme si un chef quelque part, comme un président quelque part. Donc un terroriste, un criminel, là il a comporté sa vie éco-légitime. Il faut ce qui est bon, à part si au kanyosha, voilà si au kaho comme je dirais pas ni mwembo. Il faut ce qui est mwembo qui sana ongeaka. Ici mnasikia anasema rezo ine zinatuma iko napigana. Anasema ni failed state. Failed state donc état failli. Ndio anatumia iko napigana. Anasema tena ni juu ya justice. Et puis tena anasema ni juu ya mauvaise gouvernance. Et puis tena anasema aseme juu ya insécurité ya batusi. Njo rezo ine zinatuma yale kamata bunduki iko napigana, iko nausha bakongole sai, wale iko naua bakongole juu ya rezo ine. Jiku unaweza pita unamuuliza soko eske hauko naua ile soko napigana? Bon, bale buko naua ni banani? Unaweza muuliza vile ile raporo ya 9000 ilishakufa kule Quest. À part kwanza vya tuyo size, à part bien peut-être à part yonje unasema sai 4 personnes qu'on kufa par jour, bali ni banani? Il faut unaweza muuliza ile question ya vile. Et puis tena unaweza muuliza kama una sentiment. Na kama unaweza kuwaza. Na kama uko kipofu. Unaweza muuliza tena hii raporo mapingi yenye iko mchiware ya nani ya biro ya Nations Unies ya 12 millions de morts ni banani? Donc unaweza muuliza ile question, unasikia sitakujibia hai. Mais gisa na insister na ndo kwa takamatia pale pale. Bon, ana insister anasema kama sana sana ni juu ya batusi ndio maana niko napigana. Sasa ukisoma hii article ya Africa Arabia ni media moya vraiment yenye inakuwa fiable na ya source yabo vraiment inakuwa fiable. Donc bali samarize bitu banasema comment situation comment ba américain bali di involve moi situation et comment il processus déjà ya ba M23. Donc tuseme balianza commencement ba M23 depuis 2023 mpaka gisi tulifika mwa situation ya leo. Na wakasema kama dernièrement hapa le 18 mars president wa Rwanda na swandiza president wa Kongo walikutana na Qatar Doha asijua kwenda ongea juu ya amani. Ni amani ya ngambo moya. Bakwenda ongea piti amani ya Kongo. Rwanda haina problem. Ni Kongo ndio ko problem, ndio watu kona kufa, ndio kona pie. Vraiment ndio inchi yenye ya hii nazo yasema ya nani ya wafu walio hai. Ba Amerika na bakakuiyeko. Donc ba Amerika kukuiyeko. Baka signer baka table ku bitu biwili. Na kutable ku bile bitu biwili normalement ilikuwa ni cessation ya hostilité, c'est-à-dire kusimamisha mapigano. Point 1, habapiganaki ju Rwanda ndio inapigaka Kongo, hiyo hakuna vinafanzaka. Hii article inasema tena vile vile. Bakasema ya pili ni ku respect ya integrité territoriale. Donc ingali ule Rwanda ndio mwenye heshima sovereignty ya nchi nyingine, ndio mwenye heshima nani ma territoire za Kongo, ju Kongo haina uwezo ya kwenda kama 10 cm ya Rwanda. Donc ingali lenga mgomoe. Et puis bakafika tena baka signer baka signer kama accord de principe. Et puis baka évoluer ya pili kama deuxième round. Donc baka ongea juu ya kama amani itakuwa. Na amani itakuwa munani mu initiative zabo zote. Hakuna gisi amani inaweza kuwa bila minere. Il faut minere ndio intervenir kwa amani. Donc problème ya Congo, on dirait si au problème politique, on dirait si au problème ya violation d'intégrité territoriale, on dirait haiko problème
bon ingine par minéré. C'est-à-dire que Congo kitika kupana ile ma minéré na amani inapishwa kuwa. Et donc bakasigner nini? Bakasigner partenariat stratégique. Ingali ile ni trafic toujours ya ngambo moya. Moi les partenariats stratégiques bali signer ou bien bata signer. Donc ni kusema c'est-à-dire que itakuwa ni ya Rwanda na Burundi na Congo. Na ile Rwanda ni Congo ni nini? Ni juu ya ya nani ya contrat économique na transport. Donc pardon, tellement que le problème du minerai, il faut Rwanda njo akuwe na transformer minerai congolais na ikuwe na transporter. Logique unasikia kama make Kongo itabakia tu vile vile ni shamba la kuchimbemo. Make Rwanda itakuwa na chimba, hivyo ndo banachuruza na hivyo ndo banatransporter. Sasa ni wewe sasa atake Kongole kujiuliza kama yuko na signé contrat sema juu ya nani ya asiko signé contrat sema juu ya amani. Rwanda iko na kiaba minere ichuruze na itransporter. Sasa wewe atake swandiza Kongole biako ni nini? Unapata nini? Na huyo nanga mweko kupigania iko napata nini? Na huyo mweko kupouvoir iko napata nini? Mweko kusaidia wewe atake Congolais nini? C'est la question qu'il faut se poser maintenant. Il faut qu'on soit très critique mbele ya hata ya kukomenter. Voilà mbele ya kujiposer les questions ça. Ya Congo ni nini mwa hii initiative? Et d'ailleurs bakaongeza bakasema kama no il fallait nako na ma compagnie donc ma société américaine zikuwe nazo pale. Mais bien Kinshasa qu'on asema, bien Felix qu'on asema, na bien Afrika Arabia inaandika haviko sawa sawa. Bien nangi qu'on asema, na bien Afrika Arabia inaandika haviko sawa sawa. Toujours biko na oppressé, toujours biko na badanganya, toujours on va transformer kuwa république des morts vivants. Donc ni wafu walio hai, hawezi weza kuwaza, hawezi weza kuona, hawezi weza kusema, hawezi weza kuendelea yao iko wapi, ndio kisema kala tu considérer bale watu. Na ndio kisema na tubeba vile. Toujours twende na hiyo ya nanga kisu sikia interview na sema. Bon, kisu unaona hiyo papier hapo, ndio article ya Afrika Arabia hiyo. Sasa huyu chercheur Josephat jinake anaitwa Josephat Msamba. Anasema hivi nanga alifika na retard. Alikutana M23 inakuwaka atake ya armée. Alikutana M23 atake mouvement politique inakuwaka. Sisi nisema depuis 2001, 2003 inakuwaka. Alikia jingiza mule. Anakutana Bertrand Bisimwa. Sasa kutana Bertrand Bisimwa, il fallait bapime kunani construire discours moya hivi yenye bata donc yenye narrative moya wala rhétorique moya hivi ya cause, ba construire cause moya hivi ya hii mouvement soi-disant ya hii alliance yabo. Baka construire uliona nili souligner na nani na ma highlight na ma marqueur il y avait baka construire le discours il y a M23. Donc M23 discours yabo bali construire pamoja sana nanga baka fanza ile légitimation kubafa kwa légitime ya nini ya insécurité ya batusi mkongo. Ndio ile nanga iko na kamati iko sahi. Congolais d'origine mweko pale asikili hapo. Na Congolais mweko nyuma nanga asikili hapo. Baka construire hii nani hii rhétorique na hii narrative
juu ya insécurité ya batusi mule Mkongo, ndio kwa bona kabania juu ya kuattirer attention ya communauté internationale, juu ya kutirer attention ya ndizero ya ma ONG. Menanga na sababu kama ma ONG zishakuwa présente Mkongo, zinayala Mkongo, juste zinakala pale ni juu ya couvrir ma événement fulani surtout ni ma appui la démocratie ma ONG kiangala ma objectif yayo. Et donc anasema kama mpaka saa hii M23 na nanga habayakuwa na problème, mais bana insister moi hiyo première paragraphe ya kwanza mono paragraphe ya kwanza banasema kama nanga balimtia pale eko pale nanga mko mnamwona vile haiko ngwaseme ndio yuko nafaa vitu mwa vya grave nono. Hii article inasema na njori realite hiyo. Josephat Msamba anasema hivi ni juu ya kukongolize ile mouvement. Parce que msabu kama M23 shiriki kama labda ndagana balikala au moins inane plutôt. Na ile inane puisque ba Congolais habakuwa banachangamkia kwa sema kama no hiyo ni vya watu si ni vya kutoka Rwanda, hiyo ni mouvement Kagame, si atuweze involve mwa hiyo mouvement, ni mouvement Kagame hiyo. Donc balikia comprendre kama avec l'état no hapa kuna kwa tutaenda, acha tuikongolize. Bakaenda tafuta aventurier, mais il faut kutira attention, hatu balenda mtafuta hatu juste mpaka saa hii misi ya aminiaka conflit ya Felix bena nanga juu kiangalia kisi article inasema na bienanga nasemaka na bie Felix anasemaka presque haiko na bebana si ayuaga balikorogana kaibe na Felix kusema sema no a retrouver anakuwa ma Belgique anakuwa na Nairobi acha kuformer mouvement isha kwa ndanje ralier nyuma ya M23 si ayuaga objectif peut-être bingali vile parce que vous devez savoir que nanga ndio alikuwa boss wa Felix, nanga ndio alikuwa décider maisha Felix itakuwa wakati ya maelection. Pour le moment Felix ndio qu'on a décidé maisha nanga inaweza kuwai. Donc il faut me tirer attention na ile confusion. Banasema bakamtia nanga pale juste dia kukongolize article inani. Hii article ikamtia nanga pale dia kukongolize ile mouvement na ndio kisiko nenda na ikongolize. Juu ya kuiaminisha bakuonesha bakongolais kama no ni bakongolais, sio problème ya Rwandais, sio problème ya Kagame, ni bakongolais et consort. Hiyo article inaandika. Mais ukishuka kwa paragrafe ya hii paragrafe ya 5 inaandika juu ya koma nanga vraiment haiko na contrôler M23, mais M23 iko na comme contrôler niko natumika ku volonté ya M23 hasa yesa alifika mule iko na pima anasema iko zone moja iko inconfortable, so salifika iko na pima saa hii kuangalia gesi ya kugeuza swandiza conflit kuonesha kama iko conflit interne okay haiko conflit interne na ile kuitransformer kwa conflit interne. Donc iko na fata naye na philosophie ya 5 ile ya kusema juu ya pacte social comme ça juu ya réclamer dialogue interne yenye Felix iko na katala puisque Felix yeye ni ba mwembo wote yeye alipenda kukolaborer na Kagame mle Washington ulie kukolaborer na nanga. Sasa nanga kwa alipenda kuitransformer kuwe conflit interne na kujiappuyer peut-être kwa argument ya 5 kusema kama il faut pas quoi dialogue national na swandiza yuko na taseme ni opposition yenye existé aseme no ya Joseph Kabila na opposition. Tout d'abord opposition kwanza président mwashaka toka angalita kwa opposai ni mu république ya wafu walio hai peut-être ndio nozana bia vile ya opposition ya Joseph Kabila ya Martin Fayulu ya Sesanga na Moise Katumbi ndio kuna réclamer dialogue interne comme ça bangaleki si ya kufixer vitu okay haina ndio problème hapa bashatuambia kama kupata ndio bashatuambia hapa hivi kusema amani ku il faut kusigner il faut kusigner nani contrat ya maminere na ba Amerike na Rwanda pale pembeni. Kwanza hiyo opposition kwanza ukiona kama nayo ni frappe hakuna kitu. Kwa shinda bana badanganya Martin Fayulu abelonage na Felix ndio maana vitu biko hivyo Felix aongea na wenzake wote ni pa incompétent, wote ni ba buruti, wote hakuna bibi kwemo, wote ni ba Pierre,
bote ni mwizi. Hakuna mweko pale juu kwa kuonesha hivi vitu kisha kuwa. Hakuna mweko na ko defensive vraiment juu ya people. Ni watu wiko pale tu wote kwa na hang out tu juu kuangalia mzungu atasema hivi. Njo huyu iko na chia pression. Nanga aseme juu ya dialogue interne yenye Felix iko na katala. Iko nafaa cause kuwa interne. Wakati Felix iko na katala juu objectif ya Nanga pakisha kuwa dialogue et donc il faut kumtoa Felix atoke awakia kama ndeza atoke comme ça bangali kama watachia nani mwatajoe interim yake mpaka siku yako kwa election bienye Felix naye hataki kusikia. Afrika Arabia hiyo nani paragraph 5 hiyo. Et donc ukienda hapa kuna ni paragraph juzi naenda nachangana niko na gisi niko naongea usishtuke nilikuwa kwa paragraph 5 naenda kwa paragraph 3. Ukienda kwa paragraph numero 3 Corneille Nanga alikuwa jiretrouver kama hapa balenda doa. Hakuna beneza fans. Abakumbebaka. Beka yebo biko na considérer njo M23. Aba mkonsidera kiyei. Donc ni mtu mwenye ko deja filtré. Kuna bienya anaweza weza kufanza. Na hapo kwa mwisho paragrafu ya mwisho ndio kwenye waliongea juu ya nini yake ya Bosta Afrika sitaongelea pale sana ya juu ya nini ya condamnation yake. Sasa gisi nilisema hii article gisi naongea unaangalia sana realite mtere na kwa maneno wenangi kuna kia sema unapaswa comprendre kama no hapa kuna vitu kwenu, hapa kuna viwi kwenu. Iko na kia nadanganya watu kila siku ngo keke libere watu. Papa, entre mtu mweko coloniser na mtu mweko occupé na esclave na mwanaweza libere mwezao. Est-ce que esclave anaweza weza kulibere mtu mwenye coloniser? Est-ce que esclave anaweza weza kulibere mtu mweko occupé? Donc wewe sasa wakujibi. Nanga hapa ni esclave. Nakwambia kama iko article nasema kama iko mnani mwa iko position mwa iko inconfortable. Ni esclave. Tuache kwanza vile vya kuangalia no Felix. Biko entre Felix na Kagame iko Felix na Nanga. Nanga ni esclave. Iko entouré na Rwanda Defense Force. Armée ya Kagame. Mais iko na namka busubuya anakia kuambia ngo aseme alikia kulibere. Hapa yepige mu interview nakwambia kama no iko napigana surtout aseme juu ya batusi. Mais iko kia kuambia ngo aseme no iko kia kulibere. Suno juzi iko kia kulibere sai kwa nani? Na Felix naye huko kuna iko pouvoir naye anaongea kana hiyo. Tunaambia kama no msiwagusa ba jamaa ana probleme niveau vivre ensemble na anatumika nao. Donc angalia sana ni donc liaison entre maneno ya Felix, rhétorique ya Felix na rhétorique ya Nanga. Na objectif yao. Mais ukiangalia hapo tunaona kama Nanga ni mtu mwenye iko filtré. Hana vya kufanza. Biko nenda fanye kwa nenda fone. Iko najikaza sana, sio iko najikaza angalie vraiment kama naye anaanza pata quelque chose. Mais ukiangalia masolo humu haikwemo. Alikia kutana huko unakia tana mtu, unakia nyumba mtu kusaidia mtu nyumba ishakaisha. Donc business ishakuwa sawa. Wewe ulikuwa unacheza tu ndio role ya kiloko na wale watu walikuwa na compter sur toi. Abiko M23 iko na compter sur Nanga. Nanga ndio iko na dependre na ma M23 na ma discours wake wa ajabu. Alikia badanganya ngo siko na balibere. Ni esclave. Esclave hizo kulibere. Bana libera kanjo esclave. Iko inconfortable hapa hivyo. Na njoo uko nasikia watu nasikia jana mtu mmoja jana waseme journalist ngo piko kama ni mzungu moya mbwaseme aseme aeroport ya Luano biko taijenga $200 million
waseme no ule mzungu walikuwa anatumika kule Rwanda kwa hiyo papa haina maana. Saa imusha signé contrat ya mnene na Kagame, contrat économique partenariat. Mlisigné partenariat économique na ya transport ya maminere. Donc Kagame mule mkongo iko incontournable. Si vous ne voulez pas dire le Congolais, au Congolais la vérité, iko incontournable. Mutamuona presque kila secteur, puisque ce sont des choses dont vous avez signé. Na mlinda signé mbele ya mapays puissants ba Amerika kwenye hawezi rudia nyuma. Congolais mko tayari, ba Congolais mko tayari ndio kutumika na Kagame. Hii mapolitiki wangakia badanganya ngo tutaenda pachia Rwanda ikontre ya 200 millions ina iko na nani iko na tupiganisha. So hii partenariat économique manake nini? Hii partenariat transport ni manake nini? Hii partenariat kama ya transformation ya maminere manake nini? Quand 200 millions de dollars si mamiliari ya madolari. C'est un peu ça. Donc hapa biko nadanganya watu. Msikia mtu mmoja niko naongea Kinshasa kuna lingali kwa ongea vitu si mauna hii. Est-ce qu'il kuna soma vraiment biko naandikiwa? Na est-ce que vraiment iko nafuatilia information, iko nafuatilia vraiment bi Felix kuna fanza na binangi kuna fana bi Kagame kwa fanza na bi sondiza ba Amerika kwa fanza. Nikakuprendre kama no. Tuko na watu wa moyo biko nafuata vitu kisibiko. Na tuko kiasema tukuongea tu basikie kama kisi niseme ile siku. Plato alisema kama piko watu wanakianga ongea tu basikie kama na aliongeaka. Ndio verite hiyo. Et donc njo realite ya nanga hii. Nanga hakuna kitu. Angelikuwa kusikia na tungekuwa tuko peuple moja yenye tunaweza enda ile ilifare kumwambia acha tokuna biko na fazi. Acha kushinda kuna uisha watu na njala, kuisha watu na masasi, kushinda biko na leve watu, kushinda biko na pillage. Rwanda Defense Force kuna shinda na piller vitu. Acha kushinda kuna legitimiser Rwanda Defense Force mu Congo, hakuna biko na fazi. Biko na fazi uko filtré na hajui kama bitatenir. Nisi peke kuna sema no Felix ni Mungu. So angalia nanga sema Felix ni Mungu. Yeye peke tukusikia alituambia Yesu kama yeye ndio Felix akupataka. Yeye ndio alimreklamaka Felix kama no alipata mimi Felix akupataka. Misa shanza mgeuza ni Mungu. Usavile mtu afebi ya zambi. Kisha shetani akimwambia ule mtu aseme sata na uko sata ulifanya zambi wewe. Shetani anaweza laumu mtu. Shetani kisha sata eske sata anaweza laumu mtu peut condamner quelqu'un. Ndio ile habari. Donc ndio habari ya nanga hii. Na hapa Joseph Kabila biko na lever immunité yake mais kagisi na hiyo politiki ya Kongo na donc au juste ni ba politiki ya Kongo na ba politiki Kongolais ni watu ambao wanachikazaka. Ni watu ambao wanachikazaka ukuwai. Donc anakutuma uende kunywa maji na hauna kiu. Anakutumaka uende donc uende kubaridi wala uende kujua na usiki baridi. Anakufa kuna kunywa bangi na ukunywa wake. Ndio kufanishi tu usikie tu bien. Ndio polisi ya Kongola na kwaka. Na ndio binyaba tuko nafanyia. Ase Joseph Kabila kwa toa immunité yake ngo asema justice kwa pia kumweka Joseph Kabila. Na namu ataitoa ile immunité. Kama vile walitoa kumove na kutoa kushow makesi zote maprobleme zote kama mtu mmoja na nani kuparke kwa problème parke taanza kuwa na kwa televise kamera liba franga za 100 jours tutambebe takuwa televise ba Kongomale bote bataona banatuwa mwele luyenge bale bakufurahi banafurahi juu Kongole bamingi wanakana furahi na bure anatufurahisha tu polisi Kongole anakufa unafurahi na bure na kupendezesha na bure kuna maneno naona ichika ona bale bagarso kutana hapo wanapenda ba momi. Donc iko makali sana kwa maneno. Unasikia kuambia muumini waseme no aseme unangara sa nyota. Aseme no unarembu aseme no ndakupatia dunia. Ndakupatia dunia yote. Sasa unamuuliza utampatia mtu dunia yote shitu bakie wapi? Utapanda dunia ni yako. Parako wale bagarso ba vile kudanganya, wale ba mumimi waweza kuwaza. Na polisi wa Kongo naye anakuaga naye vile vile. Na anakuletea maneno moya hivi,
anakufa usikie bien. Yuko anapenda kuibia na unaanza sikia bien na uri. Kamera balituchachia vurugu hapa batamfunga sanju mara bana kwa justice peuple d'abord la justice lève la nation et consort tulishia wapi kuritorike tulishia wapi kiampatia ndo nani sio kabambi vile ndo polisi Kongole naye ya Kabila naye ni kuona tubeba tu msifocaliser ku binangi iko nafanza msifocaliser ku biko na sinya na ba Americain mais réalité ya habari yote conclure vitu vyote ni question ya minere na minere kwanza hiyo ishaenda na mwiko na ikontrole ni maître Rwanda si tutabakili ile siloga tu je suis congolais d'origine ndio bashatu atia congolais d'origine kamata sa fonction bakupatie fonction histoire ni congolais d'origine tu mais bajonga mojo kwa ba maboro na biko nasaidiwa na mwiko sema si president wenu na mwiko nasaidiwa mwiko nasema si liberateur wenu ndio kabasaidia babebe maboro donc ni Felix ni Nanga bote biko pale juu ya ku protéger intérêt ya Rwanda. Du Rwanda niko pale juu ya protéger intérêt ya Occidentaux. Unaona mzungu bia anayua mzungu aliwezaka. Mzungu anayua kama noir haizi weza kujiongoza. Lakini ukimpatia bunduki ba wale kuwevo banawezaka. Mzungu yanayua vile habari. Na ndio biko nafanza hapa hivi. Fungula macho. Tunaonana tena, bye bye.